Kuna lugha ambayo inazungumzwa na huyu kijana anayezungumza kwenye mitandao Muhammad Bacho, kwamba juu ya suala la kutumia kauli ambayo mimi nilipata kuizungumza katika mihadhara yangu iliyopita ya wakati huo. Tunazungumza mambo haya ya kuyabainisha mambo ya makhawarij na shari zao na kujiingiza kwa baadhi ya Waislamu katika michakato ya kupambana na serikali, lakini kufanya maandalizi ya kuandaa vijana kuingia bungeni na Waislamu kujipanga kuingia katika ushirika wa ugombea kwa sura ya dini, kwenda kuutetea Uislamu na kuusimamisha Uislamu, kwamba njia rahisi ya kuusimamisha Uislamu katika dunia hii ni kuingia huko. Hata namkumbuka mmoja wao alipata kuzungumza ile lugha inayozungumzwa kwamba katika misemo ya Kiswahili, aliye juu mgoje chini. Anaweza chini asishuke, unatakiwa umfuate huko huko juu. Kwa sisi Waislamu lazima tuingie kule, na ikawa ni maneno ya kuhimiza. Zama hizo tulipata kuzungumza maneno mengi sana, na tukaizungumza kwa upana sana mambo ya siasa ya demokratia, na tunaamini kabisa wanaozungumza sasa hivi kama huyu kijana, mimi naamini haijui demokrasia. Mimi naamini haijui demokrasia, lakini kwa sababu hakuna anayezuiliwa kuzungumza, basi sisi tuna haja ya kuwakumbusha Waislamu na kuwanasihi Waislamu waweze kuwa na umakini katika kile ambacho wanakisikiliza kutoka kwa wazungumzaji. Katika shubha ambayo aliizungumza kwenye kikao chake kwamba sisi tunaingia katika uchaguzi kwa dharura kwa sababu kuna kanuni za kidini ambazo zimewekwa juu ya kuangalia maslahi na mafsadi. Tunakusudia kuondoa madhara makubwa na kuingia kwenye madhara madogo, kwamba tunaangalia akhafu dararaini, na hili ni jambo tusipolifanya tutakuja kupata hasara. Tutalia sisi na watalia Waislamu wote, na hata wenye kuzungumza pia watakuja kulia, kwa sababu atakuja kiongozi ambaye watu watakosa elimu, watu watanyimwa maji, watu watakosa matibabu, uhuru wa kuabudu utakuwa mdogo, watu watapitisha walevi watarahisisha pombe, watafanya kadha. Akatoa mifano aliyojaliwa kuitoa, lakini nukta ya msingi ni pale alipozungumza jambo la kielimu, kwamba watu wanaingia katika nukta hii akhafu dararaini, lengo lao ni kuondoa madhara makubwa na kuingia wao kwenye madhara madogo. Kwa hiyo wanaingia kwenye madhara madogo kwa lengo la kuondoa madhara makubwa. Allah azza wa jalla ametuambia ndani ya Qur'an katika suratul Hajj juu ya watu kama hawa wanaowaingiza Waislamu katika maneno kama haya ya kutumia maneno ya haki katika kuitafuta batil, fa innaha la ta'mal absar, hakika si kwamba macho yao hayaoni, watu hawa ni vipofu, walakin ta'mal qulubu allati fi sudur, lakini nyoyo zao ndio zimekuwa vipofu, nyoyo hazioni wala nyoyo hazingatii. Hakuna Muislamu asielewa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Hakuna Muislamu hajaisikia hii aya kwenye masikio yake, na ni amri kutoka kwa Mola wetu subhana, saidianeni katika wema na msaidianeni katika nini? Katika ucha Mungu. Mambo yanayokukurubisheni kwa Mola wenu saidianeni, mambo yanayokukurubisheni kwa Allah saidianeni, mambo yanayohusu maisha yenu nyinyi wanadamu saidianeni. Wala taawanu ala alithmi waludwan, wala msisaidiane juu ya madhambi, msisaidiane kwenye nini? Kwenye uadui. Ni nani Mtanzania anayeweza kuondoa uchaguzi wa demokrasia kwenye haya mawili, al-ithmi wal-udwan? Nani anaweza kuyaondoa? Yupo? Yani nani anaweza kuondoa al-ithmu,
madhambi yanayopatikana katika hii mijumuiko na hizi kampeni. Nani anaweza kuondoa madhambi yanayopatikana katika demokratia? Nani anaweza kuondoa uadui unaopatikana? Nani anaweza kuondoa? Tushuhudie sisi, na tumeshuhudia mara nyingi, mtu wa chama hichi na chama hichi hawasemi, bali mtu haswali nyuma ya mwenzake. Kwa nini? Huyu mwana CCM kafiri huyu, kwa sababu ni CCM anakuwa na kafiri. Lakini wewe wa chama kingine ambaye unataka kuchukua nafasi ya mwana CCM unakuwa nani? Wewe ndio Muislamu, wewe ndio una haki ya kuswalisha, huyu hana haki. Wakafikia watu hawaoleani, wakafikia watu hawazikani, na haya mambo yako wazi kabisa. Muongozo wa Qur'ani, msisaidiane katika hilo. Ikiwa Allah akatuongoza hivi, halafu wewe unatuambia kwamba tunaingia sisi kwamba tunataka tuondoe madhara, tunaingia kwenye madhara madogo kwa ajili ya kuondoa madhara makubwa. Nani aliingia akafanikiwa kuondoa? Tajarubu lazima ipatikane. Lakini unaondoaje kitu ambacho ni hakika kwa kutumia kitu ambacho unakidhania kitakuwa? Unaondoa vipi wewe? Yani mimi ni mgombea mathalan, mimi ni mgombea ishakaa madarakani, mmejua wizi wangu na mmejua wema wangu, au sio? Yani mmejua uzuri wangu na mmejua ubaya wangu. Halafu amekuja mwingine asema mimi nitakuja kuwa hivi na hivi na hivi, mimi ni hakika na yule sio hakika. Si ndivyo? Si ndivyo? Nyinyi mnaondoaje mimi kwa kumleta msiyemdhania? Mnamdhania atakuwa hivi, lakini hamjui hakika yake. Na wangapi walikuja wakawaja kuwa ni wabaya kuliko waliokuja? Ni wengi zaidi. Kwa nini nyie mnaingia kwa kipimo kipi? Yani una kipimo gani cha kumuona kwamba huyu ni bora kuliko ni huyu, huyu atakuwa na maslahi na sisi kuliko ni huyu? Wewe Muislamu una kipimo gani katika hili? Na hauna elimu ya ghaibu. Hii njia ya kumleta kiongozi mwadilifu kwa kutumia njia hiyo, hili ni jambo ambalo halipo katika sheria ya kisheria, halipo katika misingi ya kidini. Na sisi tunapohitajia kumtafuta kiongozi, lazima tupite katika njia za kisheria, njia ambazo ametuelekeza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Halafu Allah hawezi kutuamrisha jambo alafu asituwekee njia ya kulifikia lile jambo. Alipomleta mwanadamu duniani, alimleta mwanadamu na akatuambia kwamba atakuwa khalifa, au sio? Inna ja'alna fil ardi khalifa. Sasa tunataka kumweka khalifa katika ardhi, manake kumbe ukhalifa sisi ni asili yetu, au sivyo? Ukhalifa sisi kuwa viongozi ni asili yetu. Si baba yetu walikuwa khalifa? Si ni baba yetu Adam walikuwa ni kiongozi? Kwa sisi kiongozi ni asili yetu. Lakini asili hii itaondoka tutakapokuwa tumekwenda kinyume na njia za kuifikia asili hiyo, na tukizipita zile njia za kufikia huo uongozi tutapewa huo uongozi. Lakini tukienda kinyume hatuwezi kupata. Tunafahamu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Hii ni ahadi ya Allah, na ahadi ya Allah ni ahadi ya kweli, wala haina uongo ndani yake. Kwa hiyo tukihitajia sisi istikhlafu katika ardhi, tuna haja ya kuingia kwenye demokrasia. Kwa yule mwenye mtazamo kwamba sisi tunaweza kuingia kule kwa ajili ya kufikia lengo hili na ahadi hii ya Allah, hii njia yake itakuwa ni njia batili na hawezi kupatia. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia, walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakati minas samaa. Kwa hiyo kumbe njia ya kupata maisha mazuri na njia ya kufanikiwa na njia ya kuondokana na dhiki na tabu ni sisi kuamini na kumcha nani? Na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kupitia kiongozi sio njia, kwa sababu huyu kiongozi
anaweza kuwa kiongozi mwema na anaweza kuwa kiongozi mbaya. Bali Mtume ametuambia katika hadithi nyingine ya Abdullah ibn Umar, kama alivyopokea Imam al-Baihaqi, alipokuwa akitaja yale mambo matano ya maasi na madhara yatakayopatikana kutokana na yale mambo matano. Mtume aliwaambia masahaba zake, ya ma'ashara al-muhajirin, khamsun idha ibtulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna. Mambo matano, mtakapodiriki kuwa na hayo mambo, na muomba Allah akuhifadhini na hayo mambo. Manake haya matano yakikupateni, mtapatwa na haya matano. Lam tadhhar al-fahishata fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Hautadhihiri uchafu wa uzinifu. Lam tadhhar al-fahishata fi qaumin qat, hautadhihiri uchafu kwa watu hatta yu'linu biha, mpaka wakawa wanautangaza ule uchafu. Uzinifu na uovu unatangazwa, ulifanyika kwa siri ukawa unafanyika hadharani. Illa fasha fihim at-ta'un, ila kwao yataenea maradhi ya milipuko yanaenea kwetu, usio wal awja'u, na magonjwa ambayo lam takun madat fi aslafihim, hayakuwahi kutokea kwa watu waliopita kabla yao. Si tunaishi nayo au hatuko nayo? Sasa unaposema tunataka tuondoe magonjwa, si njia tumeambiwa kwenye Qur'an, si njia tumepewa kwenye Sunna. Sisi ni wajibu wetu kurejesha umma katika hii njia. Watu waache maasi, watu waache uzinifu, watu waache uasharati, watu waache matusi, watu waache njia za kuyaendea haya. Lakini pia Mtume alayhi salatu wassalam akatuambia, walam yanqusu almikyala walmizan, watu hawatapunguza vipimo vya kuuzia, mizani zao za kupimia bidhaa zao kwenye biashara zao, illa ukhidhu bisininati wa shiddati almauna wa jawri sultani alayhim. Wizi wa kwenye mizani, vibaba na mizani za kuuzia, watu watakapoanza kupunguza huko, ukhidhu bisinina, watapata kwanza ukame, wa shiddati almauna, watapata maisha magumu, wa jawri sultani alayhim, na viongozi wao watakuwa majeuri. Tukitaka viongozi wetu wasiwe majeuri, dawa yake itakuwa nini? Tupambane na wezi wafanya biashara, si ndio sisi wenyewe wafanya biashara raia? Kwa hiyo watu walipokuwa waovu wanastahili kupewa kiongozi jeuri ili awanyoshe, awarudishe kwenye njia. Sasa unaposema kwamba tunaweza kuondoa hizi dhiki kwa kuingia kwenye uchaguzi wa demokrasia, wewe unaenda kuiangamiza jamii ya Kiislamu, kwa sababu hiyo njia hakuizungumza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ama kuhusiana na kaida ambayo aliitaja akhafu dararain, mimi nitapenda nikusomeni mashekhi maneno ya Sheikh al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala alipokuwa akifafanua hii kaida. Anasema katika kitabu Sharh al-Manzumah usul al-fiqh wa qawaidihi, asema al-mamnu'u yubahu lid-darurati, kitu kilichozuiliwa na sheria, kimekatazwa na sheria, kinahalalika kutumika kwa dharura, walakin bi shartaini, lakini kitahalalika kwa masharti mawili. Kitu ambacho sheria ya dini imekuzuia kitaruhusika kutumika kwa dharura kwa masharti mangapi? Masharti mawili. Ashartu alawwal, sharti la kwanza, an nadarra ila hadha almuharram bi'ainihi, tuwe tumezidiwa kwenye hii haramu, yani tumekuwa sisi ni mutarra, ni watu ambao tumenyongeka, tuko taabani, tumezidiwa, tumeathirika na hii haramu yenyewe. Bimaana alla najida shay'an yadfa'u ad-darura, hatuwezi kupata kitu ambacho kinaweza kutuondolea hiyo dharura tena.
illa hadha ash-shay'u al-muharram, isipokuwa hichi kitu ambacho kimekatazwa na sheria, kimeharamishwa. Fa in wujida siwahu, ikiwa patapatikana njia nyingine isiyokuwa hiyo ya haramu, fa innahu la yahillu, basi itakuwa sio halali. Walau indafa'at ad-daruratu bihi, hata kama ile dharura inaweza kuondoka kwa kuifanya ile haramu. Mnielewa haya maneno? Mmuelewa shekhe na haya maneno? Tunatakikana sisi tuwe hatuna mbadala wa kuondoa ile dharura iliyotupelekea sisi kwenda kufanya kitu kilichokatazwa. Ikiwa patapatikana njia nyingine, basi sisi haturuhusiwi kwenda kwenye ile nini, ile haramu, hata kama kwa kuifanya kwetu itaondoa nini, ile dharura tuliyokuwa nayo. Kupiga kura ni haramu kwa sababu ni kura katika demokrasia. Tunayemchagua anakwenda kuhudumia nini? Demokrasia, na ni msimamizi wa nini? Wa demokrasia, na mfumo wake ni mfumo umejaa al-ithmu na umejaa al-udwan, umejaa madhambi na umejaa uadui, na maasi yanayopatikana katika haya mambo ni ya kufikia, yani hayahitaji mtu apewe maelezo, yako wazi. Sawa sawa. Sasa tunasema tunaingia kwa ajili ya dharura, tutakiwa tuambie ni dharura ipi tunayoingilia pale. Kama sasa hivi unatuambia tunaingia kwa ajili ya nini, ya dharura, tueleze tuna dharura gani sisi ya sisi kuingia kwenye hili jambo. Kwenye ile hospitali zipo au hazipo? Zipo. Madaktari wapo, elimu ipo, mashule yanajengwa, ajira watu wanapewa, na barabara zinatengenezwa. Hatusemi kwa 100% wala hatusemi kwa 50%, tujalie ni 10% peke yake. Hivi tuna dharura ya barabara ya lami ili kuingia kwenye haramu? Tuna dharura gani sisi, wakati huyu anayesema kwamba mimi nataka muda wenu niendelee anatuambia nitafanya hili, nitafanya hili, nitafanya hili, nitafanya hili, na wanaokwenda kumuomba pana, tunaomba utufanyie hichi na hichi na hichi, anasema pia na hicho nitakifanyia kazi. Hebu tuambie wewe una dharura gani nyingine ya kwenda kufanya pale? Sio kama Kiswahili mmenielewa. Mnataka mjitawale, mwe ni nchi yenye maamuzi. Kuna nchi ya demokrasia na maamuzi za Afrika? Hapa hatuijui dunia. Nchi za Afrika zina maamuzi ya demokrasia? Hiyo dunia haina maamuzi ya demokrasia. Si Netanyahu anaua watu kila siku? Hizo haki za binadamu zimeshafanya kazi gani? Amekamatwa. Si mauaji ya kimbali amefanya? Ameshtakiwa wapi? Nani kamkamata? Sasa kwa nini unakuja kuwadanganya Waislamu kupitia kitu ambacho ni wahamu, yani unakidhania kitakuwa, alafu umemjiwaje kama huyu aliyekuwepo hatoyafanya aliyoyaahidi kuliko huyu ambaye hajaingia akajua utamu wa sukari ulioko ndani yake? Una kipimo gani cha kuingiza Waislamu kuhamasisha hili jambo? Kwa nini usiwe muwazi tu kuliko kuitumia kaida hii katika jambo kama hili? Sasa hii dharura unayosema kwamba tunaweza tuseme tusipige kura, wapige walevi watupu. Kwani Zanzibar kuna walevi watupu? Na tujalie ni walevi watupu. Tanzania si ina katiba? Kuna kiongozi anaenda nje ya katiba? Lakini tujalie pia amekhalifu ile katiba, ametuzuia kuswali, ametuzuia kutangaza dini. Imetokea kwa kiongozi gani kulifanya hili? Wote waliopita kutawala Tanzania, nani ametokea kufanya hivi?
na Mtume katuambia tuchukie matendo yao, tusijiondoe katika utiifu. Ni mara ngapi umefanyika uchaguzi, serikali ikatangaza mshindi ni fulani, alafu watu wakapinga na wakatoka barabarani na wakafanya vurugu? Mara ngapi imetokea? Na watu wamedhurika na damu imemwagika. Haya ni madhara au ni maslahi? Si madhara haya. Wamedhurika watu wangapi? Kwa nini mlipoingia hamkutosheka na maamuzi yaliyotangazwa? Wasema kwamba tusipoingia tutakwenda kuadhibiwa na Allah. Ni Allah kuadhibu kwa demokrasia? Kivipi? Sasa hii ni batil. Kutumia kaida hii katika kuingiza hili jambo hili, sharti la kwanza lishavunjika, kwamba sharti hili halijatimia katika kipengele cha kupiga kura kwenye demokrasia. Tunafahamiana vizuri. Itabakia demokrasia, itabakia kupiga kura ni haki ya Mtanzania, ana khiari kuitekeleza na ana khiari kuto kuitekeleza. Usihusishe na dini. Ugomvi wetu sisi ni kuhusisha na sheria nini ya dini, na usihusishe na kuondoa madhara. Na Waislamu hawawezi kuondolewa madhara kwa jambo linalokwenda kinyume na mafundisho ya Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini ashartu thani, Sheikh Ibn Uthaymeen akasema, sharti ya pili, an tandafi'a ad-darura bihi, tuhakikishe ile dharura itaondoka kwa kulifanya lile jambo. Fa in lam tandafi'a ad-darurata bihi, ikiwa haitaweza kuondoka ile dharura tuliyoweza kuingilia kwenye lile jambo, fa innahu yabqa ala at-tahrimi, lile jambo litabakia kwenye uharamu wake na Waislamu hawataruhusiwa kulifanya. Wa in shakkakna, ikiwa katika kuliingia lile jambo kulifanya kuna mashaka, tunatilia mashaka, hal tandafi'u au la, je kukulifanya kwetu kutaondoa yale madhara au hakutaondoa madhara, fa innahu yabqa aidha ala at-tahrim, pia litabakia vile vile kwenye uharamu. Sasa tusaidie katika kutekeleza hili jambo. Tuna hakika tunaondoa madhara au madhara yatabaki? Tukiwa tuna mashaka na hilo, basi lile jambo litabakia kwenye uharamu. Wadhālika lianna irtikabu almahdhuri, na kwamba kufanya jambo lilotahadharishwa, mafsadatun mutayaqina, ni madhara, ni uharibifu wenye yaqini. Wandifa'u ad-darura, wandifa'u ad-darurati bihi, na kuondoa dharura kwa kutumia jambo la haramu, mashkukun fihi, ni jambo linatiliwa mashaka. Wala yuntahaku almuharramu almutayaqinu liamrin mashkukin fihi, hairuhusiwi watu kuingia kwenye haramu yenye yaqini kwa jambo ambalo tunalitilia mashaka ndani yake, tutalipata ama hatutolipata. Wa min thamma, na kutoka hapo basi, yakhtalifu alhukmu fi rajulin ja'i'in, kuna tofautiana hukumu kwa mtu mwenye njaa, lam yajid illa maita, ambaye hajapata isipokuwa mzoga, kama alivyomtolea mfano Muhammad Bachu, kwamba wewe uhai wako ni madhara makubwa, na kula nguruwe au kula haramu ni madhara madogo, sawa sawa. Kwa hiyo unaingia kwenye madhara madogo kwa kuondoa madhara makubwa. Sheikh asema hivi rahimahullahu ta'ala, wa min thamma, na kutokana na ufahamu huo tuliotangulia kuzungumza hapo nyuma na kutaja haya masharti mawili hapo, alhukmu fi rajulin ja'i'in, hukumu ya mtu ambaye, kwa mtu ambaye mwenye njaa, lam yajid illa maitatan, hajapata isipokuwa mzoga, fahuna naqulu kul min almaita, hapo tutamwambia kula huo mzoga. Fa idha qala hadha intihaku lilmuharrami, akituambia kwamba ni kila mzoga nitakuwa nimekula haramu, kulna, tutamwambia halala laka lidharura, umehalalishiwa kula mzoga kwa dharura, sio desturi yako. Liannahu laysa indaka ma taakuluhu siwa hadha, kwa sababu huna chakula zaidi ya huo mzoga. Waliannaka idha akalta
indafa'at ad-darurata bihi, na wao utakapokula huo mzoga dharura itakuwa imeondoka. Tumefahamiana vizuri. Huyu ni mtu mwenye njaa ambaye hajapata nini? Chakula, na asipokula uhai wake utaondoka, na mbele yake kuna mzoga, anaambiwa afanye nini? Ale ule mzoga. Hii ni akhafu dararaini, ad-daruratu tubihu al-mahdhurat. Tufahamiana vizuri. Sasa shekhi akasema wa rajulun qila lah, na mtu mwingine akaambiwa in tanawalta al-khamra, ikiwa utakunywa pombe, yashfika min al-maradi, utapona huo ugonjwa ulionao. Fahuna naqulu, hapa tunamwambia hivi, la yahillu laka an tatanawala al-khamra, wewe huruhusiwi kunywa pombe. Mgonjwa ni dharura au sio dharura? Tumekumbuka manjaa ilikuwa ni dharura kule mwanzo, au sio? Na hapa pia ugonjwa nini? Ni dharura. Sasa mgonjwa akaambiwa kunywa pombe, ukinywa pombe utapona. Fahuna naqulu, atamwambia la yahillu laka an tatanawala al-khamra, wewe sasa hapa huruhusiwi kunywa pombe, sio halali kwako. Walau qila laka innahu yashfika min al-maradi, hata kama umeambiwa hiyo pombe itakuponya huo ugonjwa, sio halali kuinywa. Limadha? Awalan liannahu la yutayaqqanu ash-shifaa bihi, hakuna yaqini ya kupona kwa kunywa pombe. فإنه ربما يشربه ولا يبرأ من المرض, anaweza kunywa ile pombe na asipone ule ugonjwa. فإننا نرى كثيرا من المرضى, tunaona wagonjwa wengi yatanawaluna adwiyata nafi'a, wanakunywa dawa zenye manufaa za halali, la yantafi'una biha, na hawanufaiki na zile dawa. Ni dawa sio za haramu, ni dawa za halali, na madaktari wamethibitisha zinatibu ule ugonjwa, na wanakunywa na hawaponi. Tumefahamiana vizuri. Kwa hivyo hiyo dawa unayodhania wewe ya pombe haifai. Thaniyan, jambo la pili, anna al-marida qad yabra'u biduni ilaji, mgonjwa anaweza kupona bila dawa, bitawakkulihi ala Allah subhanahu wa ta'ala wa du'aihi la, anaweza kupona bila dawa kwa kumtegemea kwake Allah na kumuomba dua Allah, akamuomba Mola wake, akawa na yaqini na maombi na Mola wake na akapona. Na pia kuombewa na ndugu zake Waislamu, wa du'ai nnasi lah, na watu kumuombea dua. Au haijatokea? Watu hawaponi kwa maombi, wengi wanapona. Wama ashbaha dhalika, hadha min haythu at-ta'lil. Ama min haythu ad-dalil, ama katika upande wa dalili, faqad jaa fi al-hadith 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala inna Allah lam yaj'al shifaakum fima harrama alaykum, Allah hajajalia ponyo yenu katika mambo aliyokuharamishieni. Hakuna ponyo kwenye haramu. Akhrajahu at-Tabarani min hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu mawqufan, wa sahahahu al-Albani rahimahullah ta'ala fi sahihihi, fi sahiha. Ikiwa hiyo ndiyo hali, Allah subhanahu wa ta'ala hajaweka shifa kwenye ponyo, kwenye haramu. Umekatazwa usinywe jambo hilo, pombe ni haramu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala lam yuharrimuhu alaina illa liannahu darun bina, Allah hakutuharamishia pombe isipokuwa ina madhara kwetu. Fa kaifa yakunu almuharramu shifaa'un wa dawaan, vipi haramu itakuwa ni ponyo na itakuwa ni dawa? Walihadha yahrumu at-tadawi bil-muharrama, na kwa hali hiyo basi ni haramu watu kujitibu kwa vitu vya haramu.
kama nassa alayhi ahli alilmi, kama ilivyoelezwa na wanawachuoni. Wala yuqalu hadha ad-darura, wala halisemi kwamba hili jambo la dharura, kama yadhunnuhu ba'd al-amma, kama wanavyodhania baadhi ya watu. Nimeleta hii kwa sababu Muhammad ametumia kaida ya kielimu ya kiusuli kuhalalishia watu jambo la nini? La haramu. Lakini maneno ya ahlul ilmi yanatufafanulia sisi matumizi ya hizi kaida. Hauzitumii kwa akili yako na mahawaya ya nafsi yako, unavyoona tu kwa mizani ya akili yako ukaileta. Uchaguzi uliopita Wazanzibari walipigwa au hawakupigwa? Yalitangazwa matokeo wakayakataa, wakapigwa. Uchaguzi uliopita nyuma yake walipigwa, walitangaziwa matokeo wakayakataa. Leo wewe hawa wazee wako unawapenda, huwapendi? Yani unaokuja kuwahimiza katika vitu ambavyo wameshaingia na wameshadhurika na wameshaumia, unakuja kuwachukulia kaida za kiusuli kuonyesha kwamba unazungumza kielimu. Hiyo ni elimu gani unayozungumza ya kuingiza watu katika matatizo? Tusema lau kama angelikuwa anayazungumza pasina kunasibisha na dini, sisi hatuna haja ya kuzungumza. Lakini unapotaja kanuni za kielimu pasina kuchunga maneno ya ahlul ilmi katika kanuni hizo za kielimu na ufafanuzi wa kanuni hizo, wewe unafanya dhulma na unafanya khiana katika milango ya elimu. Akhafu dararaini itakuwa iko wapi kati ya hawa wachaguzi wagombea wa urais? Hem, tusaidie. Akhafu dararaini iko kwa nani? Si kwa yule aliyekuwepo? Nisaidieni, si ni kwa yule aliyekuwepo? Sasa utuambie wamfanyia kampeni kwamba akhafu dararaini, mwacheni aendelee na miaka mingine 5 iliyobakia, au sio? Lakini ukituambia akhafu dararaini hapa, tumpe huyu anayekuja, huenda akafanya lipi atakuja kulifanya wakati mwenzake kaishaanzisha. Kwa nini unazungumza vitu vya uongo unavinasibisha na dini, na unawafanya Waislamu kwa kusoma vitabu vya Kiarabu uwaaminishe kwamba unazungumza dini? Na mwanzo umekubali kwamba sisi tunafikiana na Abu Musa kwamba demokrasia ni ushirikina, ni ukafiri. Lakini tunachozungumza hapa ni uchaguzi. Uchaguzi gani unazungumza? Uchaguzi wa kisheria au uchaguzi wa kishaitani? Midamu hili jambo lina mipaka yake ya kinchi, liache liende kinchi, na uwaache watu kwenye huria walionayo. Usije ukalinasibisha na dini na kuwaingiza watu kwenye haramu, wakaingia kwenda kucheza madisko huko katika viuno kwa ajili ya kumshangilia mtu, na alipokosa wakapigwa na wakakataa kutoka barabarani, mpaka wengine wanauliwa kwa ujinga tu na maslahi ya watu wengine. Unapoingia kwenye uchaguzi ukiambiwa fulani ameshinda na waliotangaza ndio wasimamizi, wajibu wako ni nini? Rudi nyumbani kalale, muombee dua aliyochaguliwa, ataenda vizuri ama ataenda vibaya. Lakini mimi sijamchagua. Tuliona juzi hapa wale waninyi wale wagombea wanaopelekwa kwenda kuchujwa. Nyie mmempitisha wa kwenu kwa 100%, au sio? Wenye elimu na hilo jambo na wenye kuijua siasa yao na mfumo wa chama chao wakasema, kwa mujibu wa sera zetu sisi, huyu hafai kuwa mgombea, atakuwa huyu wa 3, atakuwa huyu wa 4. Alafu nyie hao mnaingia barabarani, hatutaki. Hamtaki nini? Simtoke kwenye chama. Kwa nini? Viongozi wa chama wanawajua watu wanaofaa kwenye chama chao, au sio hivyo? Wakamchagua anayefaa. Wajibu wako ni nini? Wajibu wako ni kusikia na kutii. Kumbe unawafanya watu waendelee kuwa si wasikivu na watiifu. Sasa wewe unaingiza watu kwenye madhara. Na lau ingelikuwa ni hivi, ingekuwa furaha, ingekuwa ni amani. Lakini watu wakishindwa wataingia barabarani, watavunja vitu vya watu, wengine wataibia watu. Na serikali ishatangaza
aliyeshinda ni fulani. Wajibu wenu nyinyi kwa mafundisho ya dini yenu, tumesikia, tunatii, tunakwenda kukaa kusubiria mengine. Madhara yanayotukuta yanatokamana na maasi yetu sisi wenyewe. Sasa hizi dhawabiti za kisheria, huyu kijana atakiwa akasisome vizuri, asitumie muda wa kwenye mitandao kuwaharibia Waislamu imani zao, na hili ni jambo ambalo halifai. Nimalizie nasaha zangu kwenu na kwa Waislamu kwa ujumla kwa kuyasoma maneno ambayo yamezungumzwa na ahlul ilmi kama ilivyokuja katika vitabu mbalimbali vya dini yetu ya Kiislamu. Ametaja al-Imamu al-Ajuri katika kitabu chake Ash-Sharia katika safha ya 38 an Amr ibn Yazid annahu qala, asma Amr ibn Yazid sami'tu al-Hasan ayyama Yazid ibn Muhallabi, nilimsikia al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala akisema katika masiku ya utawala wa Yazid, asema atahu rahatun, walimjia kundi la watu kumja kumweleza mtazamo yao na kuipinga kwao serikali na kutokubaliana na utawala wa yule bwana. Fa amarahum an yalzamu buyutahum, akawaamrisha nendeni mkakae majumbani kwenu. Wataka kufanya maandamano, wataka kuchukua silaha, wataka wapambane na mtawala kwa sababu mtawala anafanyia dhulma, akawaambia kalazimieni majumba yenu. Wayughliqu alaihim abwabahum, na akawaamrisha wajifungie milango ndani. Anasema Amru ibn Yazid, sami'tu al-Hasan yaqul, sami'tu al-Hasan ayyama Yazid ibn Muhallabi yaqul, nilimsikia al-Hasan al-Basri katika zama za utawala wa Yazid ibn Muhallabi anasema atahu rahatun, walimjia watu, fa amarahum an yalzamu buyutahum, akawaamrisha waende wakabakie majumbani kwao, wakalazimiane na nyumba zao. Wayughliqu alaihim abwabahum, na wajifungie milango ndani, wajifungie ndani wasitoke nje. Thumma qala, kisha akasema wallahi ninamwapa Allah, law anna an-nasa idha ibtulu min qibali sultanihim, lau watu wanapojaribiwa wakapewa mitihani kupitia viongozi wao, watawala wao, sabaru, halafu wakasubiri katika ule mtihani wa kiongozi wao, ma labithu, wasingilikaa muda mrefu, an yurfa Allahu azza wa jalla dhalika anhum, kuwaondolea ile balaa walioipata kutoka kwa kiongozi wao. Lau watu raia wangilikuwa ni wavumilivu kwa mitihani wanayoipata kupitia watawala wao, basi wasingelikaa muda mrefu, Allah angekuwa shafanya nini? Ameondoa ile dhulma na ile tabu wanayoipata kutoka kwa hao watawala. Wadhalika annahum yafza'una ila sayfi, lakini tatizo ni kwamba wao wanakimbilia kwenye silaha, wanachukua upanga, wanaingia barabarani, wanaenda kwenye maandamano, wanaamua kupambana. Basi wakifanya hivyo, fayukaluna ilaihi, wanaegemezwa kwenye silaha zao, wanaachwa na mawe yao, wanaachwa na maandamano yao, wanaachwa na silaha zao. Kinachofuatia ni mkong'oto kwenda mbele, wanapigwa mpaka wanakufa, watavunjwa miguu, watavunjwa mikono, na Allah anaondoa msaada wake. Si mnaona silaha zenu zinaweza kuondoa dhulma? Embu ondoeni. Mnakimbilia porini, mtarudi baada ya miezi 6 uchaguzi kuisha, au sio? Lakini mmekimbia kwa kipigo. Mmeambiwa ameshinda fulani, si aliyotangaza ndo mtawala wakati huo? Mtawala akatangaza ameshinda fulani, hatukubali. Ukubali nini? Mimi ndo msimamizi, nimesema ameshinda fulani, ni sawa ameshindwa, ni sawa ameshinda. Mimi nimesema amefanya nini? Ameshinda. Wajibu wako huo ni mtihani au sio mtihani? Huo ni mtihani. Wajibu wako ni kusubiri juu ya huo mtihani. Wewe umekataa kusubiri, ukashika upanga, ukashika jiwe, ukashika mti, ukaingia barabarani, ukaionyesha dunia. Allah anasema
endelea na dunia yako, mimi msaada wangu kwako na uondoa. Kinachofuatia ni madhara. Wa wallahi, na ninamwapa Allah, ma ja'u biyawmin khairin qattu, hawajawahi kufanikiwa hata siku moja. Hakuna kheri iliyopatikana kwenye maandamano hata siku hii, hata siku moja. Hakuna kheri iliyopatikana kwa watu waliojitoa kupambana na serikali hata siku moja. Thumma tala, kisha wakawasomea aya, watammat kalimatu rabbika alhusna ala bani israila bima sabaru ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. akawasomea hii aya, yametimia maneno ya Mola wako, maneno mazuri juu ya wana wa Israeli kwa namna walivyovumilia. Walivumilia nini wana wa Israeli? Shari na balaa la Firauni, au sio? Ni mtawala gani Tanzania aliyemfikia robo Firauni? Nani mtawala gani huyo? Wewe dharura gani unaenda kumtoa yule? Umeshaambiwa niacheni malizie miaka yangu 10 mitano iliyobakia, si umwachie? Kelele za nini? Hatutaki. Haya, umeingia kwenye uchaguzi, ameshinda, hatutaki. Wataka nini sasa wewe? Wewe wataka tukutie bakora. Kinachofuatia sasa, unajidhuru wewe, unadhuru mkeo, unadhuru watoto, unadhuru familia na jamii. Lakini ni fursa unazitumia watu kuwaibia watu pia, na wanazitumia watu pia vile vile kueneza uovu. Haya ni maneno walikwenda watu kwa Al-Hasan al-Basri na akawanasihi, akawaambia haya maneno. Lakini pia akasema rahimahullahu ta'ala, i'lam, tambua wewe Muislamu, afaka Allah akusameh, anna jawra almuluki naqmatun min niqamillah, ujeuri wa utawala, ujeuri wa watawala ni adhabu miongoni mwa adhabu za Allah. Yani viongozi kuwa majeuri ni adhabu miongoni mwa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa niqamullahi la tulaqa bisuyufi, na adhabu ya Allah haiondolewi kwa upanga. Kupambanishi adhabu ya Allah na upanga. Wa innama tuttaqa wa tustadfa'u bid-du'a'i wat-taubati wal-inaba, inapambanishwa adhabu ya Allah kwa watu kuiondoa kwa kumuomba Allah dua, na watu kufanya tauba ya madhambi yao, na watu kurejea kwa Mola wao wakayaacha yale makosa. Wal-iqlau 'ani dhunubi, wakajivua kwenye madhambi walionayo. Huo ndio mwongozo. Inna niqama Allahi mata luqiyat bisayfi kanat hiya aqta, adhabu ya Allah wakati wowote ukiipambanisha na upanga, yenyewe ndio inaenda kuukata ule upanga. Upanga hauwezi kuikata adhabu ya Allah tabaraka wa taala. Haya ni maneno ya maimamu wa Kiislamu wanaojua shari za kupambana na watawala, wanaojua maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kipimo gani ambacho unakuja kukiweka kwenye jamii ya watu? Akhafu dararaini, unakitoa wapi hichi kipimo katika hali hii, na katika hasa katika nchi yetu ya Tanzania ambapo watu tuna amani ya kuzungumza uhuru katika dini yetu, tunaabudu hadharani? Wataka nini tena kingine wewe? Haya yaliyobakia yaondoe kwa tauba, yaondoe kwa kulazimiana na dini yako, na wepesi wa maisha unapatikana kwa waumini kwa kurudi kwa Mola wao na kulazimiana na mwongozo wa mtume wao sallallahu alayhi wasallam. Kilichobakia kwa kijana, kama ameamua kufanya kampeni, awe muasi tu, yeye aseme kwamba anamfanyia kampeni mtu wa ACT ama anamfanyia kampeni mtu wa CCM, na usinasibishi maneno yako na dini. Hili ni kosa, na hata wagombea unaowazungumza wanajua hii ni siasa na hiyo ni dini. Usichanganye dini
na siasa. Wanaikusudia siasa ya demokrasia, usichanganye na dini, kwa sababu ni vitu viwili haviendi pamoja. Wao wanasiasa wasema hivyo. Au hamkumbuki kuna watu walikamatwa kwa kuzungumza siasa kwenye misikiti yao, kwa kuwazungumza watawala kwenye misikiti yao, kwa kufanya kampeni kwenye misikiti yao? Sio wamekamatwa wengi? Na kuna watu waliotumia mimbari hizi kuwafanyia watu kampeni wa upinzani, kwa ile dhana kwamba wenyewe wakija watakuja kufanya mazuri zaidi. Mku akaambiwa msichanganye dini na siasa. Ni dini gani usichanganye na siasa? Hao wanaojua demokrasia wamekwambia hivyo. Wewe unataka nini sasa, kama wewe sio mjinga wewe katika dini yako? Mimi nadhani ni bora angeenda akaisoma demokrasia akaijua, kuliko kuzungumza kitu ambacho hukijui. Sasa haya nimeyasema, sisi Waislamu tuwe na amani, tuwe na utulivu, na tumuombe Allah tabaraka wa taala ajalie uchaguzi huu uishe kwa amani. Watakaopewa majukumu ya kuongoza nchi waiongoze kwa amani. Ndio jambo la msingi kwetu. Na sisi kulazimiana na dini yetu ndio sababu ya kuzipata heshima zetu. Hatutaipata heshima yetu nje ya Uislamu. Nahnu qaumun a'azzana Allahu bilislam, fa idha ibtaghayna al'izzata fi ghayrihi adhallana Allah. Hatuna heshima isipokuwa ndani ya nini? Ya Uislamu. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum, jazakumullahu khaira, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.